بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah Jalla wa Ala na kumtakia swala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi afdalus salati wa atammu taslim, hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala aliyetujalia afya na uhai na atuneemesha neema kubwa, na ni neema ya Uislamu. Kwa hakika hii ni neema ambayo hailingani na neema yoyote aliyoneemeshwa nayo mwanadamu. Baada ya utangulizi huu, ayuhan nas, nimekusudia kumjibu shekhe mmoja aitwaye Sheikh Ismail wa mkoa wa Kagera, wilaya ya Muleba. Watu wa Kagera wote tukimsema Sheikh Ismail wa Muleba anafahamika. Ni shekhe katika viongozi wa taasisi ya Ansarus Sunna iliyo chini ya usimamizi wa Sheikh Salim Barahiani, hadana Allah wa iyah. Sheikh, kwa hakika kabla ya kuingia katika kumjibu maneno yake aliyokuja nayo dhidi ya ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyun, sina budi kutanguliza maneno haya. Ndugu zangu, inatakiwa tufahamu kwamba da'wa ya haki iliyojengeka juu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, juu ya ufahamu wa wema waliotangulia, ni da'wa salafiyya. Hiyo ndiyo da'wa ya haki iliyojengeka juu ya misingi hii, kwa sababu Uislamu wetu umekuja kwa mapokeo, na mapokeo yenyewe ni kutoka katika Qur'ani na Sunna. Waliopokea Uislamu huu ukiwa mbichi ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi sisi ni wajibu kwetu sisi, na Qur'ani imetuamrisha hivyo na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimetuamrisha hivyo. Ni lazima tunapotaka kutafsiri ayat, ahadith, turejee kwao, wao walifahamu vipi, kwa sababu ndio mashekhe zetu wa kwanza. Ikiwa litafahamika hilo, akili iliyosalimika yafahamu hivyo, maandiko pia yanaelekeza hivyo kwamba ni lazima tuwafuate salafu salih. Lakini kadhalika tufahamu ya kwamba maadui wanaotaka kuwatoa watu katika njia hii ni wengi, kwa sababu hiyo ndiyo haki, na haki siku zote ina maadui wengi wa ndani na nje ya kile kitu ambacho mko nacho. Na kwa hakika da'wa hii ina upinzani mkubwa, lakini alhamdulillah, kila upinzani unapokuwa mkubwa ndivyo watu wanazidi kuijua da'wa hii na kuisikiliza na kuwategea masikio mashekhe wa kisalafi wanasemaje. Sasa kuna jambo ambalo baada ya kuyajua haya inatakiwa tuyafahamu au tulifahamu jambo hilo, nalo ni jambo la kujinasibisha kwa salafu salih, kwamba je, yafaa kujiita mtu kwamba ana salafiyun, kwamba mimi ni salafi? Ndugu zetu hawa Ansarus Sunna siku hizi baadhi yao wameanza kuelewa, sema maneno kama hayo, lakini zamani walikuwa wakikataa kata haifai kujiita salafi. Lakini hasemi haya isipokuwa mtu mwenye ufinyu wa ilmu, kwa sababu ya hapa ni ya nisba. Ile as-salafiyu, ile ya ni ya nisba. Kwa maana ukisema ana salafiyun, maana yake ni kwamba attabi'u al-kitaba was-sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma, mimi nafuata Qur'ani na Sunna juu ya ufahamu wa wema waliotangulia wa umma huu. Kwa maana ya kwamba ana attabi'u salaf au attabi'u madhhab as-salaf, nafuata madhehebu ya salaf, kwa hiyo tajita salafiyun. Kama kusema ana shafi'iyun, haina maana ya kwamba ukisema ana shafi'iyun mimi ni mshafi, maana yake umekuwa al-Imam Shafi'i. Aje mtu mmoja kwambia kwa hiyo wewe ni Imam Shafi'i, sio?
au kasema ana malikiyun, haina maana kwamba wewe ni Imamu Malik, la, iye yani ya nisba, kwa maana mimi nafuata madhehebu ya Imam Malik. Ana hanbaliyun, mimi ni mhambali, kwa maana nafuata madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kadhalika ana hanafiyun, ay attabi'u madhhaba Abi Hanifa, wa hakadha. Kwa hiyo mtu kujinasibisha wala hilo halijakatazwa, na hakuna mwanachuoni hata mmoja aliyesema hivyo. Sasa ikiwa kufaa kujinasibisha kwa hawa akina Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad, ikiwa yafaa hiyo, mwamlaumu vipi mtu ambaye anajinasibisha na karne ya kwanza ya salafu salih akasema ana salafiyun? Bila shaka hakuna nizaa. Sasa hawa mabwana hawa wana tabia moja, ima moja kwa kujua au kwa sababu ya udogo na uchache wa ilmu na maarifa waliokuwa nayo baadhi yao, wakaanza kuwasema vibaya hao masalafi kwa kusema hawa wana salafiyatun jadida, wana salaf mpya, jambo ambalo kwanza kwa lugha ya Kiarabu halikubaliki wala halipo. Ni maneno ya kutunga tu kwa ajili ya kuwachafua wale ambao wameamua kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakafuata njia ya maswahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Ni maneno ya urongo walioamua kuichafua da'wa hii. Sasa shekhe huyu, Sheikh Ismail wa Kagera Muleba, yeye kwa hakika hasa anachuki na da'wa salafia, na kinachowasababisha hawa mabwana kuwa na chuki zaidi ni vile vyeo walivyokuwa navyo katika taasisi yao ya Ansar. Kwa sababu yeye ukizungumza Sheikh Ismail kwa mkoa wa Kagera ni mtu ana makana, ana nafasi ya hali ya juu katika taasisi yao hiyo. Sasa maajabu, huyu shekhe ni mtu ambaye alikuwa akitarajiwa kheri kwa kiasi kikubwa kabla haijatangaa da'wa salafia, kwamba alikuwa hadhaniwi Sheikh Ismail kwamba inaweza ikaja haki yoyote aliyoijua akaipinga. Haikudhaniwa hivyo na mtu yeyote katika watu wa Bukoba wanaomfahamu shekhe huyu. Lakini maal asafi shadid, ilipokuja da'wa salafia akawa ni muarid, mtu mpinzani wa hali ya juu, akaichukia da'wa hii na kuwasema vibaya watu wake, akaanguka kianguko kibaya, kwa sababu ukiipinga haki unaporomoka na kadri yako inaondoka na cheo ulichokuwa nacho kinaondoka, kwa sababu cheo na izza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal izzata lillahi jami'a, utukufu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, na namtukuza amtakaye. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, anampa utukufu amtakaye na anampa udhalili amtakaye, kwa sababu ya vile atakavyoshikamana na mafunzo ya Allah na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kadri mtu atakavyoachana na mafunzo ya Allah na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu shekhe ni katika watu hao ambao wana upinzani mkubwa na da'wa salafia katika mkoa wa Kagera. Shekhe huyu aslahana Allah wa iyyah, siku kadhaa zilizopita walikuwa wana shura zao, wanakaa wakijadili mustakbali wa mambo yao ya kidawa, ya kijamii na kwa ujumla. Sasa katika shura hii alitaja mapote mbalimbali ambayo inatakiwa wao wapambane nayo kwa nguvu zao zote, wajitolee kwa ajili ya kupambana mapote haya. Akawataja mashia, maibadhi, masufi na wengineo. Kisha katika aliwataja akawataja na majadida, akikusudia sisi masalafi. Katika maneno aliyosema shekhe huyu, anasema kuna maazimio katika shura iliyopita. Moja ya maazimio kwamba ni muhimu sana kwenda kubainisha mapote haya potofu. Akaanza kuyataja, akataja itikadi ya kishia, itikadi ya ibadhi, kisha akawataja na hawa majadida. Tumsikilize. Kuna maazimio yaliyoazimiwa katika shura iliyopita. Moja ya maazimio ile, sio hii, ile iliyopita kabla hii ya mwisho, kwamba ni muhimu sana sasa hivi kwenda kubainisha mapote haya potofu.
ikiwa akida za Mashia, akida za maibadhi, lakini pia hata shubha za hawa majadida ambao wanajaribu kutia shaka katika nyoyo za, ni majambazi wanaozuia, wanaoteka, ni watekaji wanaozuia waumini na njia ya kuwapeleka kwenye mafanikio, kwa sababu ikiwa watu utawanyang'anya fikra kwa watu ambao ndio wanatakiwa kuwafikishia dawa katika nyanja kama hizi ambazo hatari ni kubwa kiasi hiki ya Mashia na maibadhi wako wanakuja sasa hivi, wameanza kuchangamka. Muda mrefu walikuwa kimya, lakini wanaanza kutoa makucha yao. Ukiona wanaanza kujenga msikiti mpaka vijijini, wanaanza kujitangaza, wanajipambanua, wanaanza kujionyesha, makucha yao wanaanza kuyatoa. Ni pote jingine lipo ambalo watu wanagafirika nalo. Baada ya kuwa tumemsikiliza shekhe huyu, majibu yetu ni kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, kuwaita masalafi kuwa ni majadida, hayo ni madai ya uongo na madai ya uzushi na chuki waliokuwa nayo hizbiyun. Lakini kadhalika kusema hivyo ni kuonesha kwamba wao hawajui hata lugha ya Kiarabu, imewapiga chenga. Hawajui kusema kwamba ana salafiyun kama tulivyoeleza mwanzo maana yake ni nini. Hawajui, wamefuata mkumbo. Na kwa sababu ya shekhe wao mkuu wa taasisi yao alivyoanyweshwa sumu ya hali ya juu ya chuki yao dhidi ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa as-Salafiyun, na wao wakabeba kichwa mchunga hivyo hivyo, wakawafikishia watu wa majadida, wakabeba hivyo zuran wa buhtanan. Lakini kadhalika kuwaita hawa eti ni majambazi watekaji, hii ni dhulma uliyoifanya wewe Sheikh Ismail. Kwanza kabisa audio ile imekwenda alafu ikakatwa, inaonekana kuna maneno amezungumza mengi dhidi yetu alafu yakakatwa, alafu inasikika majambazi watekaji. Nadhani mmemsikia kwenye hiki kipande ambacho tumesikilizisha hapa. Na kadhalika haya ni maneno ya chuki ambaye ameamua kuyazungumza ili kuwateka fikra watu wake wazidi kumkumbatia yeye na kuikumbatia taasisi yao. Lakini hilo haliwezi kusaidia chochote. Nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayeweza kuizima hata ashambulie vipi. Na da'wa salafia ni nuru na ina mwangaza wa hali ya juu. Hivi kweli nataka nihoji mambo kwa watu wenye akili timamu wanaofuatilia dini yao na wanaipenda dini yao ya Uislamu. Kuna watu wanaobainisha makundi yaliyoacha njia ya haki kama masalafi. Kuna watu wanaobainisha mashia na upotevu wao kama masalafi. Kuna watu wanaobainisha maibadhi na upotevu wao kama masalafi. Kuna watu wanaobainisha makhawarij, masufi na wengineo kama masalafi. Bila shaka hakuna watu wanaosimama na msingi huu wa kubainisha upotevu wa baadhi ya makundi ni as-salafiyun, tena kwa ilmu na bayina na hujaj na barahin, kiasi ambacho hakuna wa kuwapinga wao isipokuwa taanguka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanatumia misingi inayokubalika kisheria, nacho ni kitabu cha Allah, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya ufahamu wa salafu salih. Wakati salafiyun wakifanya kazi hiyo, hawa mahizbi hawa wapepeleka juhudi zao kubwa katika mipango mikakati, kukusanya mali, kuanzisha miradi mbalimbali, mashule na vinginevyo, kwa kudai kwamba eti Uislamu ni uchumi bana. Uislamu bana ni uchumi bana. Bila uchumi Uislamu hauendi. Wakawa badala ya kuwa ansaru sunna wakawa ansarul mal. Sio ansaru sunna, hawainusuru sunna kwa chochote. La sunnata nasaru wala bid'ata kasaru. Sunna hawakuinusuru wala bid'a hawakuivunja. Wao ni ansarul mal, wanazinusuru mali, miradi yao isi ikapotea ikaharibika. Utaona kuto wakitembea huku na kule na idara zao mbalimbali, lakini shida kubwa ni kukusanya mali na kuangalia uchumi, na wakidai kwamba Uislamu ni uchumi bana. Wakati huo Ahlus-Sunnah wal Jamaa salafiyun wakibainisha mapote mbalimbali na kusomeshana dini yao kisawasawa,
kwa misingi madhubuti iliyojengeka juu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Na hawa ansaru sunna hawa huwezi kuwakuta katika vituo wakivimarisha vituo vya dini kwa 90% hawaviimarishi. Wataimarisha kwenye mashule huko na miradi yao ya kiuchumi, kuonyesha kwamba dini wao wameiweka nyuma ya migongo yao. Ni misikiti mingapi ambayo haina maslahi na wao wameitupa na kuitelekeza? Misikiti ya mabanda ya mbuzi, misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala mara ngapi? Ukiona msikiti wanautazama sana ujue kuna maslahi yanapatikana hapa. Huo ndio uhalisia wa ansaru sunna. Ni nani asiyejua haya katika watu wanaofuatilia dini yao? Ni nani asiyejua? Hivyo Sheikh Ismail kuzungumza lugha za chuki na maneno ya chuki kwamba hawa ni majambazi, watekaji, haya ameamua kusema tu kwa ajili ya kutuchafua, ili akusanye watu wake waone kwamba wao kwenye haki hali ya kuwa katika batili, na wao ni katika hao ambao ni jumla ya wale ambao wanafaa kutahadharishwa na kadhalika kuwabainisha kwamba hawa ni wapotevu. Njia yao walioshika sio njia ya haki, na njia ya haki ni njia ya salafia. Lakini maneno haya hayawezi kuidhuru da'wa salafia hata siku moja, kwamba eti mkawabainishe mkafanye nini, bali kila mnapojitahidi kubainisha na kuweka wazi jambo la salafia ndivyo mnavozidi kukosa watu na watu kuwakimbia, kwa sababu wanazidi kujua kumbe da'wa salafia ndio da'wa ya haki, na jamaa zetu wanazulia umri tu hawa. Kwa sababu moja ya dalili hizo, billahi alaikum, watu wa Kagera ni mashahidi. Hivi kuna mkoa ambao ulikuwa ukimkumbatia Sheikh Salim Barahiani kama mkoa wa Kagera? Hivi kuna watu walikuwa hawataki kusikia da'wa salafia kama mkoa wa Kagera? Kwa kiasi kikubwa na asilimia kubwa watu wa Kagera ndio walikuwa wameikumbatia ansaru sunna kwa kiasi kikubwa sana. Huwezi kumsema mtu ukamwambia mtu mambo ya da'wa salafia akakuelewa. Ukianza utajua salafi jadida huyo, wanakuambia hivyo, salafi jadida huyo kadha wa kadha. Lakini leo billahi alaikum, ni mikoa mingapi au ni wilaya ngapi katika mkoa wa Kagera imebeba masalafi wa kutosha? Inakurubia kuwa mikoa yote kuwa ina masalafi ndani yake na kituo cha kisalafi. Wadhālika al-fadlu min Allah wa kafā billahi alima. Salafia imetawala katika kila sehemu katika mkoa wa Kagera, na huyu anamfukuta maneno haya kwa sababu vijana wa kisalafi na wazee wao wameishikilia da'wa hii na wameamua wakajua kwamba hawa wametudanganya na kutupiga muda mrefu, hawawezi kusimamisha jambo la dini yao. Hawa si wasomeshaji wa dini, hawa ni watu wa miradi, hawa ni watu wa kukusanya uchumi. Tumeachana nao. Hilo ndilo linalowaudhi na kujaribu kupambana na kuleta maneno ya chuki na maneno ya kejeli na ufedhuli dhidi ya masalafi ili tuonekane hatuna thamani. Hilo haliwezi kusaidia, na watazidi kupukutika kutoka kwenu kuja katika da'wa salafia, kwa sababu ndio haki. Leo ndugu zangu Waislamu, nyinyi ni mashahidi. Tazameni alafu mtupe tathmini, ni nani katika hao mashekhe wa kihizbi bil khusus ansaru sunna, tujalie katika mkoa huo wa Kagera ambao amezungumza huyo shekhe, wamewatoa vijana na wanafunzi ambao wana uwezo wa kuihami ngome ya sunna na kuihami tauhidi, wana uwezo wa kupambana shubhati za watu mbalimbali. Ni nani? Tuambieni kwamba vijana hawa hapa wana uwezo wa kuihami tauhid. Wako wapi? Wakati nyinyi si wasomeshaji wenyewe. Kwanza nyinyi mashekhe si wasomaji, wala hao vijana wenu hamwasomeshi. Sana utakuta wanawapeleka katika mrengo mwingine. Kazi yao wao ni kuangalia kwamba tutapataje kadha, yani mambo ya kidunia ndio wanafikiria. Hayo ya akhira wamewachia nyinyi wenyewe, mkafanye wenyewe huko. Wanaweka kama kigezo tu, lakini hawamo. Sasa hii inaonyesha kwamba hawa si wa kweli. Badala yake, badala ya kuwapa nguvu hao masalafi na kuwatia nguvu, mwawatweza, wakati wao jambo lao ni hilo. Ni vijana wangapi wa kisalafi wameamua kuinusuru sunna, wanaihami ngome ya tauhid
ambao ndo msingi mkuu wa Uislamu wetu. Vijana wangapi wa kisalafi na wengine mmewazaa nyinyi wenyewe, lakini leo mwakataa kwa sababu wamekuja na kuambieni haki. Sasa tuambia kwamba hii dawa salafia ni kama mafuriko, inakusanya kila kitu. Itakukomba wewe, usipokubali wewe itakukomba mkeo, usipokubali mkeo itamtoa mwanao, usipokubali mwanao jomba, itamtoa mtu katika nyumba. Ndio dawa ya tauhid ilivyo, na ndio shani ya jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, hawa mabwana sio watu wasomeshaji wa dini, wala hawana malengo ya dini. Hawa mashekhe zao wenyewe waambieni ni nani katika wao ashakufundisha kitabu kama al-usulu thalatha mwanzo mpaka mwisho, al-usulu sunna au al-usulu sita, al-usulu sita, al-qawaid al-arba', kashf ash-shubhat, kitabu at-tauhid, au katika vitabu vya aqida kama kitabu al-hamiyya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, aqida at-tahawiyya na mfano wa vitabu kama hivyo. Ni nani katika wao? Tuambieni. Na hii challenge ashai kutoa Sheikh Abdullah Al-Humaidi hafidhahullah ta'ala wa Mombasa, akawauliza nyinyi mahizbi, nyinyi tuambieni ni nani mliyemsomesha kitabu al-usulu thalath, hicho tu kwamba mmekifundisha mwanzo mpaka mwisho. Wako wapi na usomeshaji huo? Tuambie Sheikh Ismail, ni nani katika wanafunzi wako ni muassal kwamba huyu anaweza kurithi mikoba zaidi ya kufanya hayo mnayofanya na kampeni za kutaka kuipiga vita dawa salafia, hali ya kuwa hamuiwezi? Hii ni ishara ya kwamba si watu wanaokusudia kuihami sunna wala kutengeneza watu watakaoihami sunna. Jambo hilo limewashinda, badala yake wakabaki kufanya uadui kwa wale walioliweza jambo hilo na kuliasisi jambo la ilmu. Baada ya haya nilizungumza kwa kumjibu shekhe huyu maneno yake mabaya aliyokuja nayo ya kwamba wanataka wabainisha majadida, majambazi hawa, watekaji wa kifikra, kadhiban wa zuran wa iftiraan alaina. Je, hawa mabwana hawa waliotangaza kwamba wanataka kubainisha na kupambana da'wa salafia, yani kupambana hawa wanaoita majadida, wana nyenzo za kupambana au wana silaha butu? Maka mtu anaweza kutangaza vita, nitakupiga, kumbe akipiga ngumi moja mkono wavunjika. Ndio hawa mabwana walivyo. Kumbe anapanga liko butu, halikati panga lake. Wao wenyewe hawajajipanga kielimu. Mnataka kupambana na watu waliojipanga ambao shani yao ni jambo la ilmu, kusoma na kusomesha usiku na mchana, mwaweza? Alafu mbali ya hayo wamesimama juu ya haki ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa je, kweli hawa mabwana wana uwezo wa kupambana? Kwa ufupi, watu hawa hawana silaha ya kupambana na hawa wanaoita majadida. Wamebeba silaha butu. Na ukitaka kujua, tumsikilize shekhe huyu, Sheikh Ismail, namna anavyosoma ibara za Kiarabu. Tumsikilize. Sababu رب عمل قليل يعظمه النية ورب عمل كبير يصغره النية. Nadhani mmemsikia hapa. Shekhe anasema rubba amalu qalilun yu'azzimuhu an-niyya wa rubba amalun kathir yusaghiruhu an-niyya. Maneno ya al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala. Yeye anasema hivyo. Hapa pana makosa matatu ya kilugha. Kwanza, shekhe anatakiwa afahamu kwamba rubba ni katika huruful jar, katika herufi za kujurisha. Kwa hiyo ikija rubba, jina linalokuja mbele yake linakuwa limejarishwa. Kwa hiyo huwezi kusema hivi rubba amalu, sawa sawa. Afadhali ungesema rubba amali, pamoja kwamba nalo ni kosa kwa sababu kwenye lam kuna tanwin, lakini yeye akasema rubba amalu qalilun, rubba amalu qalilun. Nafikiri mmemsikia. Wakati sawa sawa ilikuwa aseme rubba amalin qalilin, rubba amalin qalilin, ilikuwa aseme hivyo. Yeye akasema rubba amalu qalilun. Kwanza kwenye lama kutia tanwin, basi afadhali angesema hivi rubba amalun qalilun,
pamoja na kwamba ni makosa, lakini afadhali basi angesema hivyo kuonesha kwamba anachokizungumza pia hakifahamu. Kosa la pili katika makosa yaliyopo hapa ni kutotia tanwini kwenye lam, akasema amalu badala ya kusema amalin. Basi afadhali ungesema amalun, ikajulikana, kwa sababu Kiarabu hicho cha rubba amalu qalilun hakipo, wala Waarabu hawasemi hivyo. Kosa la tatu katika ibara hii akasema yu'adhimuhu niyya badala ya tu'adhimuhu niyya, kwa ta na sio kwa ya. Tu'adhimuhu niyya kwa sababu an-niyya ni muannath na amekariri mara mbili. Sehemu ya pili sema wa rubba amalun kabir yusaghiruhu an-niyya badala ya tusaghiruhu an-niyya, kuonesha kwamba hicho Kiarabu pia siwezi kusema kwamba hakijui, lakini nataka niwaoneshe kwamba hana silaha za kupambana hawa wanaoita majadida. Nataka nimkosoe hapa si kwa ajili ya kumtweza na kutaka kumdhalilisha. Nataka nimwambie hivi, nyinyi hamna uwezo wa kupambana hao mnaoita majadida. Basi mkifanya fanyeni mambo yenu. Hao mnaoita majadida msiwachokoze, kwa sababu hizo nyenzo za kuchokozea pia hamna. Sasa ikiwa mtu yuko kama hivi, hali yake ndio hii, anaidai kwamba wanataka kupambana na kuwabainisha hao majadida, kumbe silaha zake zenyewe butu, hawezi kupambana nao hata chembe. Yawezekana vipi mtu kama huyu akatangaza vita hali ya kuwa hana silaha? Sasa hayo si maajabu. Maajabu zaidi na ya kushangaza ni kukosea mpaka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni mashuhuri kwa Waislamu tulabul ilmi. Shekhe huyu ametaja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisifia kwamba ukishikamana na dini kisawasawa, ukaamua kuinusuru Uislamu, Allah atakung'arisha wewe, mambo yako yatapendeza na nini. Kisha akaitaja hadithi. Hem, tumsikilize. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka mpaka dua maalum ya kuombea watu ambao watasimama katika kuieneza ilmu na sunna, kwamba Allah wang'arishe, maisha yao yapendeze, hali zao zipendeze, muonekano wao upendeze, wang'are, mambo yao yang'are. Nadhara Allahu mri'in sami'a minna fabalaghahu rubba muballigh aw'a min albaligh ila au kama qala sallallahu. Majibu yetu ni kama ifuatavyo katika hadithi hii, kwamba Sheikh Ismail hiyo hadithi haisomwi hivyo. Yeye anasema nadhara Allahu mri'in. Sasa sijui anakusudia kwamba anamtazama Allah, sababu nadhara ni kutazama au kungoja, inategemea imekujaje. Sasa sijui anakusudia vipi. Yeye anakusudia ile hadithi kwa vile inavyofahamika kwamba nadhara Allahu mra'an ndio sawa, na sio nadhara Allahu mri'in, si sawa. Hakuna hadithi hiyo Sheikh Ismail. Hilo la kwanza. Sasa ni imra'an sio imri'in, haijaja hivyo hadithi. Alafu hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa nini waijurisha imra'an wasema imri'in? Yani kuna alaka gani ya kutia jarri, ya kutia kasra kwenye hamza ukasema mri'in badala ya mra'an? Kwa nini wasema hivyo? Hali ya kuwa huyo ni maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fatha, kwa sababu maf'ulun bihi anakuwa ni mansub. Sasa kitu gani kilichofanya ukasema mri'in? Na kwa nini unasema nadhara? Hajakuwa ni nadhara. Sawa sawa, ni nadhara sio nadhara. Halafu akaja kwenye fabalaghahu, yakisema fabalaghahu rubba. Yani sijajua anakusudia labda kwamba hadithi hii tarjama anavyoisoma na kile kiapo anachokileta yani haviwiani, kwa sababu anasema fabalaghahu rubba, afasema rubba mubalagh au min albalighina. Nadhani mmemsikia hapa asema fabalaghahu rubba, afasema
rubba muballighin aw'a min albalighina, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, akaondoa ule udhuru wa kukosea. Hapo hakuna udhuru wa kukosea, hapo umekosea haswa, kwa sababu hadithi haisomwi hivyo. Kwanza kitendo cha kusema nadhara ni kosa, mri'in kosa, hakuna Kiarabu hicho wala hadithi hiyo ijaja hivyo. Tujalie umeisahau alfadhi zake, lakini pia Kiarabu huwa mtu akikosea aleta Kiarabu chenyewe, yani kwa maana. Mfano mtu anaweza kaleta kwa maana, lakini sasa wewe wakosea kabisa. Hilo la kwanza. Lakini jambo fabalaghahu bala fabalaghahu, kuna shadda kwenye lamu hapo, kwa sababu maana ya balagha na balagha ni vitu viwili tofauti. Nikisema hivyo watu wanaojua Kiarabu wanaelewa. Balagha na balagha ni vitu viwili tofauti. Lakini kadhalika sema minal balighina. Sasa maana albalighina hapa nini? Maana albalighina hapa ni nini? Waliobaligh, au waliofika, au ni nini yani maana yake? Afadhali basi angesema hivi farubba muballighin au amin almuballigh, fadhali angesema hivyo farubba muballighin au amin almuballigh kuliko sema min albalighina. Hicho Kiarabu hakuna. Wachilia mbali wa hadithi itokuja hivyo, pia Kiarabu hakuna. Sasa hadithi yasemaje kwanza? Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema nadhara Allahu mra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamil fiqhin ghairi faqihin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Hadithi imekuja katika lafzi. Pia imekuja katika riwaya farubba muballighin ahfadhu min sami'in, na pia imekuja katika riwaya farubba muballighin au amin sami'in. Hiyo ndio lafzi ya hadithi ilivyokuja. Ama farubba muballighin au amin albalighina, hadithi haijaja hivyo, wala Kiarabu hicho pia hakuna. Nimeyataja haya si kwa ajili ya kumtweza shekhe huyu, nataka nimwambie kwamba asirudie tena kutangaza vita na masalafi, kwamba lazima tubainishe pote hili, majambazi hawa, watekaji wa fikra, si kadha na kadha. Hayo maneno usiyarudie tena kuyasema. Fikisheni mambo yenu, msiwaguse masalafi, kwa sababu mkiwagusa udhaifu wenu unadhihiri wazi wazi, kuonesha kwamba hata zile ala za kisheria hamna. Kama kusoma hadithi kwenyewe tatizo, maneno ya wanachuoni tatizo. Vipi wapambana na watu kama hao ambao shughuli yao ni jambo la kusoma na kusomesha? Hii ni kuonesha ule udhaifu waliokuwa nao hawa ndugu zetu. Wao wameridhika na kuitwa mashehe, hawasomi kujiendeleza wala hawawasomeshi watu wao mambo ya kielimu. Na wakisha kuwa mashehe ndo kabisa hawana mpango wa kusoma. Na hili ni tatizo liko kwa watu wengi. Mtu unapokuwa ushakuwa shehe ndio unatakiwa usome sana, kwa sababu kwanza utakutana na challenge kama hizi, lakini kadhalika unahitajika katika umma, watu wanakuuliza maswali, yatakiwa ilmu, watakiwa ufikishe ujumbe, usomeshe. Kwa hiyo inatakiwa usome sana. Sasa wenzetu wakishakuwa mashehe wanakalia viti, hakuna kusoma tena, ndio matokeo yake yanakuwa hivi. Lakini jambo la pili, ukishakuwa kwenye batil, Allah hutelezesha ulimi wako, kila ukizungumza mambo hayaeleweki, kwa sababu unatetea batil. Na mtu ukiwa kwenye haki, Allah anakuwafikisha hata kama ilmu yako ni ndogo. Allah anatia baraka katika ilmu uliyokuwa nayo, kwa sababu inakusudia kuitetea haki na kusudia wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Sheikh Ismail, nataka tukwambie kwamba wewe unataka kuwabainisha masalafi na kupambana nao, lakini ma'al asafi shadid umeshikilia silaha butu mkononi, hutoweza kupambana nao. Na wao wana silaha zenye ncha kali, watakupoteza mara moja. Kwa hiyo usijaribu kutangaza maneno kama haya. Mwisho wa yote, nataka niwape bishara watu wa Bukoba, watu wa Kagera, kwamba maneno ya shekhe huyu yasiwarudishe nyuma wala yasiwatie hofu. Hana hoja shekhe huyu yoyote, wala hana uwezo wa kupambana da'wa hii. Imewashinda vingunge. Watu ambao walikuwa wanaonekana kwamba wana uwezo wa kupambana wamefeli. Dunia nzima hawezi kupambana da'wa salafia. Hapa Tanzania shekhe wao mkuu ameshindwa kupambana da'wa hii. Kwa hiyo msitishike na maneno yake, chukueni taslia
juu ya maneno haya kwamba da'wa salafia ni mansura, ni yenye kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haki siku zote ni yenye kunusuriwa. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz. Hawa mahizbi washafeli, waliobaki nayo ni hayo, hawawezi tena kunyanyuka, washaanguka kianguko kibaya kabisa na hawezi kunyanyuka zaidi ya maneno haya chokochoko hivi. Kusomesha hawawezi, kusoma hawawezi, wamebaki na hayo waliokuwa nayo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze sote katika njia sawa, awaongoze ndugu zetu hawa mahizbi na wengineo katika Waislamu, na atujalie kuwa kitu kimoja juu ya kalimatu tauhid la ilaha illa Allah na kuzinusuru sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo haya ndio nilikusudia kuyabainisha kuhusu shekhe huyu, Sheikh Ismail wa mkoa wa Kagera, wilaya ya Muleba, kiongozi mkubwa kabisa katika viongozi wa taasisi ya Ansaru Sunna. Inatakiwa ajue kwamba kila anachotaka kupambana nacho hakiwezi, na da'wa salafia haiwezi. Si yeye tu, yeyote anayetaka kupambana da'wa hii haiwezi hata siku moja wala hata mara moja, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda wa kuwa watu wa kuisimamia da'wa hii wako na wanasoma na kusomeshana, na da'wa ni yenye kwenda mbele biidhnillah. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubariki katika da'wa hii na tuthibitishe juu ya haki, na atujalie ikhlas. Ibada zote tunazozifanya na amal iwe tunamkusudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wajihi wake na radhi zake. Na kadhalika tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze ndugu zetu ambao hawajaiona haki hii waione na waifuate, na Allah atuepushe na kurudi nyuma visigino vyetu baada ya kuwa tumepiga hatua mbele. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.